Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Aprili 17, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Tunapozidi kumkaribia Yesu, ndivyo tunapozidi kuona wazi utakatifu wa tabia yake na kuzidi kuona wingi wa dhambi zetu, na tutashindwa kujikweza. Wale ambao mbingu inawaona watakatifu ndio wa mwisho kujitangaza wema wao. Lulu za Uzima, ukurasa wa 105. Kabla ya kupata heshima, kwanza kuna kunyenyekea. Kupata cheo mbele ya wanadamu, mbingu huchagua watendakazi ambao kama Yohana Mbatizaji wako katika nafasi duni mbele ya Mungu. Mwanafunzi aliye zaidi kama mtoto ndiye afaaye zaidi katika kazi ya Mungu. Viumbe wa mbinguni wanaweza kushirikiana na yeye ambaye anajitahidi kuto kujiinua nafsi bali kuokoa roho. Lakini watu wanapojitukuza wenyewe, wakijiona kuwa ni wa muhimu sana kwa ajili ya mafanikio ya mpango mkuu wa Mungu, Bwana husababisha wawekwe kando. Haikutosha kuwafundisha wanafunzi wa Kristo namna ya ufalme wa Mungu ulivyo. Jambo kubwa walilohitaji ni badiliko la moyo ambalo lingewawezesha kuwa katika upatanifu na kanuni za ufalme huo. Usahili, kujisahau nafsi na kuwa na upendo kama mtoto mdogo ndizo sifa ambazo mbingu inazithamini. Hizo ndizo sifa za ukuu wa kweli. Roho ya kweli yenye moyo wa kutubu ni ya thamani machoni pa Mungu. Mungu huweka muhuri wake mwenyewe kwa watu, si kwa kufuata cheo chao, si kwa kufuata utajiri wao, si kwa kufuata ukuu wao wa akili, bali ni kwa sababu ya umoja wao na Kristo. Ellen G. White, Tumaini la Vizazi Vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 46 na 45. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza, je, vifungu vifuatavyo vinatoa ujuzi gani wa ziada kuhusu kiburi na unyenyekevu? Mathayo 23 aya 12, Zaburi 25 aya 9, Zaburi 149 aya 4 na Yakobo sura ya 4 aya 6 hadi ya 10. Swali la pili, fikiri kwa uaminifu, ni lini mara ya mwisho ulipojionyesha uzuri wako mwenyewe? Je, hili liliathirije uhusiano wako na Mungu au na wale ambao uliojionyesha kwao? Swali la tatu na la mwisho, ni nini unaweza kuhitaji kubadili maishani mwako ili kujinyenyekeza mbele za Mungu ili kuimarisha uhusiano wako pamoja naye? Muhtasari. Kiburi kinaweza kuwa mojawapo ya vizuizi vikuu vya ukuaji katika uhusiano na Mungu. Ikiwa tunajisikia hali ya kujitosheleza nafsi na hatutambui hitaji letu la uhusiano huu, hatutaufuatilia. Tofauti na hilo, Yesu alikuwa mtu mnyenyekevu zaidi duniani na kielelezo bora zaidi cha jinsi ya kuwa na uhusiano wa karibu zaidi na Mungu. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni Aprili 17, siku ya Ijumaa. Tukifikia tamati katika somo la 3, somo linalosema kiburi dhidi ya unyenyekevu. Mungu atubariki sote na uwe na wakati mwema.